Kapteni wa jeshi katika kikosi hicho aliyejitambulisha kwa jina la Suleiman amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kueleza kuwa viatu na mabaki ya mwili wa mshambuliaji vilisalia na kutapakaa eneo la tukio baada ya mlipuko. Nao wahudumu wa afya katika hospitali ya jeshi wameeleza kuwa walipokea watu 30 waliojeruhiwa, huku 6 kati yao wakifariki dunia mara tu walipowasili hospitalini baada ya kupata janga hilo. Mpaka sasa hakuna kundi lolote la kigaidi lililodai kuhusika na shambulio hilo, ingawa Somalia imekuwa ikikabiliwa na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab wanaopinga serikali ya nchi hiyo. Na tukielekea moja kwa moja nchini Marekani, ambapo Umoja wa Mataifa umetangaza kuwa takribani watu milioni 295 wamekumbwa na njaa kali mnamo mwaka 2024, idadi ambayo ni ya juu zaidi kuwahi kushuhudiwa, ikionyesha hali mbaya ya kibinadamu inayozidi kuongezeka kote duniani. Ripoti hiyo imeonyesha kuwa karibu watu milioni 300 wanahitaji msaada wa haraka wa chakula ili kuendelea kuishi wakikabiliwa na hali za hatari za njaa, utapiamlo na vifo vinavyohusiana na ukosefu wa chakula. Hali hii inazidi kutia hofu, hasa wakati ambapo nchi kubwa ambazo ni wafadhili zinatarajia kupunguza msaada wa kifedha mnamo mwaka huu 2025, hatua ambayo inaweza kuzidisha mateso kwa mamilioni ya watu walioko kwenye hatihati ya maisha. Miongoni mwa waathirika wakubwa ni watu milioni 96 katika nchi 18, wakiwemo wakazi wa Syria na Yemen, ambao wanakumbwa na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi pamoja na misukosuko ya kiuchumi. Na ripoti za Umoja wa Mataifa pia zimeonyesha madhila makubwa ya kila siku, huku familia nyingi zikipitisha siku nzima bila kula. Watu wengi huishi kwa matumaini huku wanakosa msaada wa haraka. Kwa ujumla, hali hii ya njaa duniani inazua maswali makubwa, wengine wakijiuliza ni kushindwa kwa mifumo ya dunia kusaidia watu wake, au ni kushindwa kwa utu wa kibinadamu katika kizazi chetu katika suala zima la kudumisha amani. Na tukitamatisha huko Korea Kusini, ambapo wagombea wa kiti cha urais nchini humo, Lee Jae-myung wa chama cha kidemokrasia na Kim Moon-soo wa chama cha People Power wamekutana kwa mara ya kwanza katika mdahalo wa moja kwa moja kupitia television, wakati kampeni za uchaguzi zinazidi kupamba moto baada ya kuondolewa madarakani kwa Rais Yoon Suk Yeol mnamo mwezi Aprili. Katika mdahalo huo mkali uliofanyika hapo jana, mgombea Lee ambaye ni kinara wa upinzani na anaongoza kwenye kura za maoni alikumbana na shutuma kutoka kwa wagombea wenzake waliodai kuwa ni mwepesi kwa China, wakinukuu kauli yake ya awali kwamba Korea Kusini haina haja ya kujihusisha na mzozo wa China na Taiwan. Lee amesisitiza kuwa sera yake ya mambo ya nje inazingatia uhalisia, akisema kuwa Korea Kusini haipaswi kutegemea kwa kiwango kikubwa sana muungano wake wa kijadi na Marekani. Alitoa wito pia wa kuondolewa kwa silaha za nyuklia katika rasi ya Korea. Katika mjadala huo uliochukua takriban masaa mawili, Lee ameeleza kuwa hakuna sababu ya Korea Kusini kukimbilia kufikia makubaliano ya kibiashara na Marekani. Hii ni baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuweka ushuru wa 25% dhidi ya bidhaa kutoka Korea Kusini mnamo mwezi Aprili. Lee pia amependekeza serikali ya Korea Kusini iwekeze zaidi katika akili bandia, yaani AI, pia kulinda wafanyakazi walioko katika vyama vya wafanyakazi na kupunguza muda wa kazi hadi siku 4.5 kwa wiki. Na kwa upande wake, Kim Moon-soo wa chama cha People's Power ameahidi kuunda ajira mpya na kulegeza masharti ya udhibiti wa biashara na kuanzisha shirika jipya la kiserikali litakalohusika na uvumbuzi wa kanuni pamoja na kuwekeza zaidi ya 5% ya bajeti katika utafiti na maendeleo nchini humo.